Karibu ndugu mpendwa katika chaneli yako pendwa ya Jipe Media, tuweze kufahamu ishara na maana ya kuota ndoto yai ambalo linakuwa limepasuka. Pengine yai hilo unaweza ukawa umelipasua wewe mwenyewe, ama yai hilo likawa limepasuka katika mazingira yale ya njozi, ama labda kuna sehemu lilitoka likaanguka likawa limepasuka, lakini ukawa umeona kwamba kuna ishara ila yai kuweza kupasuka. Kwa hiyo tuweze kufahamu itakuwa inamaanisha nini, itakuwa inaashiria nini katika mazingira haya ya uhalisia, lakini pia na mazingira yale ya kiroho. Je, kutakuwa na ujumbe gani? Huwa ni ishara ya kwamba unaweza ukapitia wakati ambao pengine ukakatishwa tamaa ama ukakata tamaa kwa kile kitu ambacho unakifanya. Pengine kuna jambo ambalo linaweza likajitokeza, ama watu wanaweza kahusika kukatisha tamaa ya kwamba usiendelee kufanya kile kitu ambacho unakifanya. Pengine inaweza ikawa ni kwa sababu ya wivu wao, ama inaweza ikawa ni kwa sababu fulani ambazo pengine zinawafanya wao waweze kukatisha tamaa, kwa sababu wanahisi ya kwamba pengine ukifika kule itakuwa ni tatizo kwao. Lakini pia inaweza ikawa ni kukata tamaa kwa mambo binafsi ambayo pengine unakuwa ukiyafanya ama kuyashiriki, pengine unajiona hauwezi, ama kuna mazingira fulani yamejitokeza pengine ya kukosa afya njema ama kukosa ile hamasa ya kuweza kufanya hicho kitu kila mara ama kila wakati. Kwa hiyo jambo ambalo nataka niweze kushauri ya kwamba usikate tamaa, lakini pia endelea kujipa moyo na endelea kupambana na safari yako kila siku, kwa sababu hao ambao wanajaribu kukatisha tamaa, wao sio waamuzi, au tunasema wao sio watu ambao watakuja kuifanya tena safari yako iweze kuinuka. Kwa hiyo inatakiwa usikate tamaa, lakini pia wao sio waamuzi wa safari yako au maisha yako binafsi ya kwamba utaishije, bali wewe ndio mtu wa kuweza kuamua. Ukikubali kukata tamaa, tambua ya kwamba umekubali kuweza kuharibu wewe mwenyewe. Lakini pia inaweza ikawa ni katika mazingira yale ya mahusiano ama familia, hamasa hiyo ikawa imeondoka, ama ukawa umevunjwa moyo, ama ukawa umekatishwa tamaa, na hii ni kwa sababu labda ya mambo fulani ambayo yapo pengine katika mahusiano. Labda kuna udanganyifu mwingi sana katika mahusiano, au labda mahusiano yenu yanakwenda kupungua kasi ile ya uaminifu pamoja na upendo. Lakini pia katika familia ni kwamba pengine katika familia kuna migogoro ya hapa na pale ambayo ipo inasababisha wewe kuweza kukata tamaa, ama wakati mwingine kutokujisikia hamasa ya kuweza kufanya kitu fulani. Lakini pia huwa inasimama kama ishara ya kuweza kuonyesha kwamba kuna kipindi ambacho kitakuja chenye magumu katika mfumo wa maisha yako, na kipindi hicho ambacho kinakuwa kimebeba haya magumu ni kwamba inatakiwa kuweza kuchagua njia iliyo sahihi ili uweze kuweza kukabiliana na magumu haya, lakini pia ili uweze kutambua msimamo wako ni upi katika kile kitu ambacho unakifanya ama katika njia ambayo unaenenda. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa makini katika hili, lakini pia chagua mambo ambayo yanakuwa ni ya msingi zaidi ili kuhakikisha mambo yako yanakwenda sawia kabisa, ama kama jinsi ambavyo inatakiwa. Lakini endapo katika njozi hii ukawa umechukua labda hilo yai ukawa umelivunja mwenyewe, basi inaashiria kwamba mambo yanaweza yakawa ni mabaya zaidi. Inaweza ikawa ni katika maeneo yote yale, inaweza ikawa ni katika majukumu yako ya kila siku, inaweza ikawa ni katika mazingira yale ya kimahusiano, inaweza ikawa ni katika mazingira ya familia, au mazingira yote yale ikaashiria kwamba mambo yanakuwa ni magumu, na hii ni katika maisha halisi itaonekana hivyo kwamba mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Lakini pia hii inaashiria kwamba hauwezi kutimiza kile kitu ambacho pengine umekidhamiria kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo pengine zinaweza zikawa zimekukwamisha, ama kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa vimekukwamisha vikafanya ugumu katika kile kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo kile kitu ambacho unakifanya kikashindwa kuweza kutimia, ama tunasema kukamilika kwa muda mrefu, ama tunasema hadi kwa muda ambao pengine ulikuwa umedhamiria kwamba hichi kitu kufikia muda fulani kio kimeshaweza kukamilika, lakini inashindikana kwa sababu ya mazingira yaliyopo ama kwa hali ambazo zilizopo katika mfumo wa maisha yako. Lakini pia kwa kipindi hichi inatakiwa uweze kuwa makini sana, kwa sababu ni kipindi ambacho pengine kuna jambo linaweza likajitokeza, na inatakiwa usiweze kuachilia mipango yako ama mikakati na malengo ulionayo. Kwa hiyo hakikisha mipango, mikakati na malengo ulionayo unaendelea kupambania, kwa sababu usipofanya hivyo ni kwamba unaweza ukavuruga mambo, alafu mwisho wa siku ikaja kosti, ama tunasema ikaja kukugharimu katika mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa makini katika hili, lakini kubwa zaidi ukimtanguliza Mungu katika mfumo wa maisha yako, ili yeye
aweze kukupa jibu sahihi ama akupe njia sahihi yawe kuweza kuenenda, lakini pia kufikia malengo ulionayo. Kwa hiyo inatakiwa uweze kusimama sana kiimani, lakini pia chagua njia ambayo inakuwa ni sahihi, lakini pia ya haki zaidi, ili kuweza kutimiza ndoto zako, lakini pia na malengo ulionayo katika maisha. Kikawaida, mara nyingi ndoto ambazo zinahusiana na kuota ndoto kuhusiana na mayai, mara nyingi huwa zinaashiria kuwepo kwa jambo ambalo linakuwa ni la kusurprise ama tunasema jambo la kushangaza, lakini pia huambatana na upande ule wa maisha, hasa katika maisha yale ya mafanikio. Kwa hiyo hii ni alama ambayo inatambulisha ulimwengu katika swala zima pia la uumbaji. Kwa hiyo pindi ambapo unaona yai katika njozi, tambua pia inasimama kama moja ya ishara kubwa ya uumbaji. Lakini pia ndoto hizi mara nyingi huwa pia zinaweza zikasimama katika upande wa viashiria vizuri, kwa sababu huwa zinasimama, lakini pia huwa zinafanania na nguvu ambayo ipo katika mvutano wa maisha, ama tunasema kuwepo kwa uhai ambao unaendelea kuwepo kadri jinsi siku zinavyozidi kwenda. Lakini pia huambatana hata wakati mwingine na mazingira yale ya uhalisia katika hali ya kuweza kuzalishwa kitu kipya, ama tunasema kitu kipya kuweza kurejeshwa. Mfano kama kitu ambacho kimepotea basi kikawa kinarejeshwa upya. Kwa hiyo mazingira ya njozi kama hii ya mayai inaonyesha mazingira ya namna hii. Lakini pia licha ya hivyo, pia inaashiria kuwepo kwa uanzilishi ama mwanzo wa maisha. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni zuri sana, ama ni jambo ambalo linapatikana katika ndoto, ama tunasema katika mazingira ambayo yanaambatana na njozi za mayai. Kwa hiyo kupitia yai pia tunapata viumbe ambavyo vinakuwa ni vipya, mfano kama vile yai labda la kuku, yai la kiumbe chochote, ni kwamba kuna kitu kipya ambacho huwa kinaonekana baada ya lile yai kuweza kuatamiwa ama kukaa kwa muda fulani. Kwa hiyo inaashiria pia hata wakati mwingine kuna maisha mapya ya kiumbe kipya ambacho kinakuja duniani, au wakati mwingine inaashiria kuwepo kwa mazingira ambayo yanakuwa ni sahihi kwa kiumbe fulani kuweza kuishi. Kwa hiyo haya ni mazingira ambayo yanaambatana zaidi na mazingira hayo ya njozi katika njozi hizi za mayai. Lakini pia tukiangalia kwa kina na kiundani na kwa urefu zaidi, ni kwamba pia inatakiwa uweze kufahamu ya kwamba haitakiwi uweze kuwa na wasiwasi pindi njozi kama hii inapokutokea, lakini pia inatakiwa uweze kujua kwamba hapa kuna taarifa ambazo unapewa ili wewe kuweza kugundua kitu ama kuweza kufahamu kuhusiana na ndoto hii ambayo inahusiana na mazingira haya ya mayai. Kwa hiyo usio na hofu, kwa sababu ni kitu ambacho unakuwa unapewa ama unaonyeshwa kwamba kuna jambo ambalo lipo linaendelea katika system ya maisha. Lakini pia usisahau ya kwamba mara nyingi ndoto hizi za mayai zinasimama kama kuwepo kwa kitu ambacho ni sawa ama sahihi sana, ama wanasema perfect kwa lugha ya Kiingereza. Lakini pia mara nyingi njozi kama hii basi inasimama zaidi katika mazingira yale ya kuashiria mafanikio, utajiri na vitu vingi sana, na hata wakati mwingine huashiria nyakati tofauti ambazo unakuwa unapitia kiuchumi, au kuweza kutengeneza pesa ambayo inakuwa ni ya ziada, ama tunasema pesa ambayo inaweza ikawa kama akiba. Kwa hiyo hii inakuwa ni kama vile mchezo ambao unaweza ukawa unachezwa pia wakati mwingine na mfumo wa maisha yako katika mazingira yale ya kiroho, kuweza kukuonyesha kwamba kuna jambo ambalo lipo. Kwa hiyo inaashiria wakati mwingine ama inaelekezea wakati mwingine kwa upande wako binafsi ya kwamba inatakiwa uweze kufanya kazi, au muda mwingine uweze kufanya vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vya faida katika mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo kitu ambacho inatakiwa uweze kukitilia maanani sana, ama tunasema uweze kukichukulia, ni kwa sababu ya kwamba ndoto mara nyingi hizi za mayai huwa zinaonyesha kwamba upande wa pili wa maisha yako ya mafanikio na upana katika maisha ambayo unakuwa unaishi. Kwa hiyo inatakiwa uweze kujiandaa, lakini pia inatakiwa uweze kuwa na muda wa kutosha sana kuweza kujiandaa, kuweza kujikamilisha, ili uhakikishe hivi vitu vinaweza kuwa kweli. Na kama utakuwa unaamini, basi hakika unaweza ukafikia katika viwango vingine ama ukafanikiwa katika maisha yako, kwa sababu
tayari kuna mazingira ambayo umeonyeshwa. Kwa hiyo inatakiwa ni wewe kuweza kujipanga. Kwa hiyo ndoto hizi za mayai mara nyingi huwa zinakuja na vitu vingi vizuri, ama tunasema habari nyingi nzuri, lakini pia mara nyingi huwa pia zinaonyesha kwamba wakati mwingine kunakuwa hata na mahusiano ambayo yanakuwa ni mazuri. Inaweza ikawa ni mahusiano kati yako wewe na watoto, ama inaweza ikawa ni mahusiano yako kati wewe na ndugu, ama mtu ambaye unapendana naye kimahusiano. Lakini pia wakati mwingine inaweza isiwe hivyo, ama isisimame kwa upande mmoja tu, lakini kabla haijawa hivyo inaweza pia ikasimama katika upande ule wa maisha, ama uumbaji, ama kuzaliwa kwa kitu kipya. Lakini pia wakati mwingine inaweza ikaashiria kwamba kunaweza kukatokea hapo baadaye kuwepo kwa mtoto, ama mtoto huyo anaweza siwe ni halisia kutoka katika mwili wako, ama anaweza akawa ni mtoto wa kuadapti, ama tunasema mtoto ambaye unaweza ukampata katika mazingira ambayo pengine haujashiriki tendo wewe, ama pengine ni mtoto wa kuadapti, ama pengine ni mbegu tu zimetumika kuweza kuzalisha mtoto huyu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mazingira fulani ambayo unaonyeshwa kiroho ya kwamba kuna vitu ambavyo vipo katika maisha yako na vinaendelea kuwepo, ama vinaendelea kuishi katika maisha yako kwa sababu ya mazingira kama haya ya kiroho, ama tunasema katika upande ule wa kiroho. Nikushukuru sana, niseme asante sana. Hii ni channel yako pendwa JP Media. Binya subscribe button, share, like, comment, tuweze kutana katika tafsiri nyingine, na Mungu akubariki sana sana.